Nenda kwa dalali kulipia chumba. Au sio? Mwenyewe vyumba ni nani? Dalali wa vyumba usio? Ndio. Hicho kipochi kina nini? Hamna, nimebeba tu. Hamna kitu. Nisikiliza kwa makini. Hapa nina nyundo. Hili ni panga. Nichukue panga nikutoe utumbo ama nichukue nyundo nikutoe ubongo wako? Chagua moja sasa. Nisikilize kwa makini. Naomba ache hicho kipochi hapo chini. Changanyisha hiyo miguu yako utembea. Eka pochi chini hapo. Changanya miguu. Jali dada, unajua nilisahau kukuambia kwamba mtaa una vibaka. Yaani hii ndo Mbagala. Nilisahau kukuambia uwe makini uko barabarani. Ila usijali, sorry yetu. Usijali vipi mwanangu? Hapa hatutakiwi. Pesa zimekwenda na wenye pesa. Hatujui tuanzie moja wala mbili. Hatuna moja mwanangu wala 11. Yaani ni 50 rasi, 60 majeruhi. Hatujui tufanye nini. Hata fanyaje? Usijali mama pia. Niliongea na Dula, anisaidie kiasi cha pesa. Amekubali. Hayo Dula naye nani? Mama nawe. Nilisahau kukuambia ni mko yako na ndo ananisaidia sana hapa mjini. Yaani saa nyingine sina hata hela ya kula, yeye ndo ananisaidia. Na hata ile baibu ile ndo kuletea alinipa yeye hela. Nitakununulia nitakuletea. Watoto wenyewe mna balaa mfungo nane. Twala visivyolika. Twalishwa haramu sisi jamani. Kwani shida hii sheria. Niambie ni tunashindana nini mmetulia? Tusubiri majibu asije kama mabaya tena. Jamani nisinyenyea sasa. Ninyanyeni. Wacha mimi nilisema majibu. Katika kuongea na mama bibi mkubwa, niongea naye wewe. Tumerumbana huku na huku. Tukaangukia nilipie 20,000. 20,000 tena. Ndio. Chumba chenyewe hiki nalipa 50,000. Kuna bili za maji, bili za umeme. Kwa mwezi naweza nikalipa 70,000. Alafu tena niongeze 20,000. Na tupo Mbagala. Je, tungekuwa Sinza huko? Tena hapo alikuwa anasema mtefu 40. Jamani, mbona mamako hana roho ya huruma lakini? Asema kwa sababu asema ndugu zako wanaenda chooni, wanatumia choo, wanatumia maji. Umeme wanatumia, wanapiga pasi, wanatoka wanasaji simu, kwa hiyo wanatumia. Ita anasema mtoe 40,000. Ndio kumbembeleza na sababu si ngapi? 20,000. Ndugu wangu. Usijali kuhusu hela. Mimi nitatoa hiyo 20,000. Lakini dada, nimekuja kwangu. Na mimi ndo natakiwa nibebe majukumu ya kuhusu hapa nyumbani. Hata utakapotoa tena 20,000, matibabu kweli yatakamilika kweli? Pesa yenyewe haitoshi ulokuwa nayo. Alafu tena uanze kuchomoa 20,000. Ndio itakuwa kama vile na kuongezea mzigo baada ya kukusaidia. Ni kweli mdogo wangu kwa hayo ambayo umeongea. Lakini tutafanyaje? Kutoa 20,000 au kufukuzwa huko ndani? Ni bora tuilipe. Kuhusu matibabu na vitu vingine tutajua huko mbeleni, lakini shida kubwa tujue tumestirika na tuko sehemu salama. Sawa? Sawa. Sasa yeye. So dadangu kashasema na 20,000. So dadangu atoe, alafu mamako tena aanze mdomo.
Basi sijali, mimi nitaongea naye, lakini siwezi vibaya, labda mimi nasikiana mama yangu. Hapana, mimi wala sipendi kufanya mama yangu, ila ndio hivyo, sinamjua. Yaani kwa namna ambavyo kumpeleka nimeenjoy sana, nimependa kupita naye. Utakufa shauri yako. Kwa ajili yako wala shida. Halo, nami mpenzi. Amna, nimechoka, sipo hapo kazini. Dau, na mteja. Una mbwembwe leo, utafikiri una hela nyingi, kanipa 50 huko asema. We, acha masiara. Basi kwa nakuja sasa hivi, nisubiri hapo, usiondoke hapo nisubiri. Hapo vitu vyangu visikose. Poa. Nakuacha. Jamani, wewe mbona niangalia kama umenioa? Unajua nini? Hela yako mimi nakufanyaga fair. Yaani fair sana. Wala hainiruhusu kulala. Hiyo kwa ingine kwangu ni short time. Sasa nakushangaa wewe unataka kuning'ang'ania hapa. Kesho nikapiga hela basi. Subiri kwanza. Nini? Yaani nakupa shilingi ngapi kwani? 1,500,000. Sawa. Mimi nitakupa zaidi hapo. Lakini leo ni pesa. Natakuwa umesimama. Sasa uondoke. Chukua zile hadi ondoka nazo. Yaani zitakataka mimi nina nazo wapi? Yaani unipe kazi mara mbili. Badala ya kukuburudisha tena wewe nikitoka hapa nikawe machinga huko au muha nikopeshe. Hapana, sawa. Mimi nikuelewa unachozungumza. Unajua nini? Kuna kitu kingine kizuri sana. Na mimi ukikupa eneo mwenyewe utafurahi sana. Hivi maneno bila hela, kwa nini unaongea wewe? Si unyamaze tu. Nikabatizwa kwa sababu kulipisha thamani kweli. Hii kitu ya sababu. Kitu ambacho itakufanya kwa pesa nyingi sana. Ukitazama na sasa na 5 mpaka 10. Lakini kikubwa ndio ni kwa sababu nzuri sana. Na utapata pesa za kukaa mpaka 7 mpaka 8. Abu nimeiona, lakini sio kuniweka kwa siku 7 siku 8. Ni siku 3 tu. Basi ongeza hata siku 1 au siku 4. We, hakuna mapenzi ya nyongeza. Huko. Ongeza pesa au ongeza pesa? Bwana mimi nimepambana. Sikia mama mtu. Pambana ile mbaya. Yaani nimekaba ile mbaya, hela ndio hii hapa. Sawa, asante. Ila Dula, mbona unapenda kujiweka hivyo? Sasa nimejiwekaje hapa? Umeona kinyamwezi zaidi. Huku kuna mapanga, huku kuna haya makufuli ya kazi gani makufuli? Huku umejiweka maplasta, manyundo.
Hizi sote si swaga. Napanga nao kwenye masikio umeumia, maplasta kama yote huku. Hamna, yani hizi zote brand. Si unajua mimi ni wale watu wa mjini. Mimi sipendi tabia. Alafu nimekuambia nyumbani mamangu mkubwa akaja na dada yangu. Kwa mfano kapita hapa pap, kaniona nimekaa. Unadhani mimi atanichukuliaje? Kwa mama mtu mimi unanikataa. Hamna, sio kama nakukataa. Yaani badilika, yani badilisha mavazi. Kwa mimi mavazi yangu hapa mimi naonekana mimi nimetembea ucha. Wewe unaonekana kwenye jamii sifai yani. Unaonekana kama vile mkichani, kama vile una akili. Watu wasokujua unajua yule hana akili. Kwa mama mtu mimi unanikataa. Hamna, sio kama nakukataa, mimi nakuelewesha, tunakurekebisha. Unipendi sasa hivi mama mtu au si? Hamna, sio kama sikupendi. Tatizo hivyo ulivyo. Au kuna kijana wake napita huko. Mimi nitakuja kumwaga mtu damu. Badilika. Sawa, jua nini? Kuna kitu nimekikumbuka. Kuna kizaga fulani hapa, ngoja nikupatie. Kilete. Tunakiona mama mtu hicho kimekaa unyama ni zaidi yani. Si unajua? Official. Ndio kuchukua kana za watu sokoni, kukitia hapa begani nini? Pokea basi. Hiki wewe umekipata wapi? Vipi? Kipenzi. Nilipokea simu kutoka kazini. Mpaka sasa hivi likizo yangu imeshakwisha. Nimekaa takriban wiki nzima, kwani nimepitiliza kabisa. Kwa hiyo kesho natakiwa nirudi kazini. Kwa hiyo naona utabaki peke yako sasa. Hivi ni ule ugali uliokula au kuna kingine umekula kimekuchanganya akili? Hivi unajisikia unachokiongea? Mimi ni mkeo? Umenioa? Au unasahau kwamba mimi na yeye tuna mkataba? Umejisahaulisha? Sikia nikwambie ndugu yangu. Mimi na wewe tuko humu ndani kwa sababu ya mkataba tu. Hakuna kingine. Hujanioa baba. Sio mke wako. Alafu mimi nipo kibiashara zaidi. Hilo usilisahau hata siku moja. Sasa toa miguu yako, vuka kile kizingiti, uende kazini. Na mimi hunikuti. Mimi naomba kila siku nimalize huu mkataba nikafanye biashara zangu. Ninakosa hela kibao kwa nje kukaa na wewe humu ndani. Alafu unaniaga bosi kasema tunaweka mkataba kufanyaje? Chaguo ni lako baba. Uende kazini ama ubaki humu nimalizie hela yako. Yaani nikafanye shughuli zangu nyingine. Ya. Mtumwa, prosesi zote za kushukuru Mungu umeshazikamilisha, zimekamilika. Kwa mama yupo odini kwa sasa, amepumzika. Tupo kwenye taratibu za kumfanyia matibabu. Hivyo basi, tuombeni nyie mrudi, mtuachie sisi tumfanyie matibabu, na kama tulivyowaambia kitaalamu matibabu yao hufanyika kwa wiki 6 hadi 8 mpaka kukamilika. So nendeni nyumbani, si utajitahidi kadri ya vile Mungu atakavyotujalia. Mama atarudi katika hali yake na ataendelea na mambo yake kama ilivyokuwa zamani. Sawa daktari, asante. Au dada ulikuwa na lolote la kuongea? Hamna, sina lolote la kuongea. Vipi dada, mbona huongei hata nikasikia hata sauti yako? Sawa daktari, tushukuru. Tuomba umtibie mama yetu kwa bidii sana. Tunakutegemea. Labda nikutoe shaka, kuwa na amani. Mama atapona, sawa? Alafu pia mimi nikiendaga hospitali napenda sana kumsikiza daktari. Yaani mpaka atakapomaliza kuongea. Ila na madaktari pia wanapenda kusikiliza watu ambao wamekuja. Basi sawa, karibu sana. Karibuni sana. Haya, asante. Basi haya. Karibuni. Sitaenda. Karibu.
Mama nisikie vibaya, nisikie vibaya. Nimekuwa baba nimecheka zaidi ya mara 5. Yaani sielewi lakini kisha situation mwangu. Mara 5? Sasa nini? Au malaria? Mimi hata sijui. Nisikie vibaya kama nimezea. Au unahofu kuuguza mwanangu? Mama, tangu nilipoanza kuuguza sawa ndio nitapike hivyo. Na mwili hauna joto. Ndio mwili ndio unajisikia. Unajua hapa najisikia joto ndani. Najisikia joto yani sema nijue jivweni nitafanya. Yaani roho iko hivi. Sielewi sasa. Sikiliza mwanangu. Kuugua wala sio kufa. Naweza mimi nikakita akafa mzima. Kila kitu anopanga ni Mwenyezi Mungu. Na pia kuumwa mwanangu ni ibada. Mimi hapa niko kwenye ibada unajua. Wala sisikitiki. Kwa sababu Mungu kanikumbuka. Hakuna mwanadamu anaweza kukaa asiumwe, asipate mitihani. Yaani ukipata mtihani ujue Mungu kakukumbuka. Ukiumwa ujue Mungu. Wewe mwanadamu gani usiokumbukwa na Mungu? Kwa hiyo yani wewe kuwa na amani, moyo wako uwe baridi mwanangu. Kwanza nakushukuru alhamdulillah. Mwenyezi Mungu aniwekee leo mpaka kesho. Kupata mtoto dunia sasa akakujali, akakuthamini, akakupenda, akakuuguza mwanangu, umemwacha mumeo. Umekuja na mimi huku. Siwashukuru. Kwa usiwe na hofu. Umenisikia? Sio naongea kuongea mwanangu. Lazima niongee. Maana nisipoongea hapa nitaenda kuongea wapi? Kaburini nimefunikwa na tani 6 za michanga. Sasa hivi ninaweza mdomo wa kuongea, niongee mama. Kwa hiyo wala usiwe na hofu, mimi sina lolote. Ni maradhi tu Mungu kanipa na iko siku Mwenyezi Mungu atayaondoa. Au sivyo mwanangu? Au nimpeke hospitali. Itakuwa na maana. Dada, nikupeke hospitali. Sio ndio tu na mbaya. Ndio dada yangu, tumejaribu kufanya vipimo vyote. Tumepima UTI, hauna. Tukapima malaria, hauna. Tukapima pressure, pia hauna. Tukajaribu na upande wa pili. Niseme hongera sana, sababu tumegundua wewe ni mjamzito. Samahani dokta. Umeniambia mimi? Ndio dadangu, mbona kama unashangaa? Hauamini au? Hapana. Mama, tukweli mimi mimba sitaki. Nini? Sitaki, mimi nataka kutoa. Wewe mtumwa, hebu nisikilize. Utoe mimba, utoe kiumbe mwanangu. Kupanga ni kuchagua mama. Wewe umepanga na umeshachagua, na chaguzi ulilolichagua ni ndoa. Kwa hiyo utoe mimba kwa sababu maisha yako ni magumu. Utoe mimba kwa sababu ndoa yako ina changamoto. Utoe mimba kwa sababu gani? Hebu fikiria, hiyo toka uolewe mpaka hiyo mimba kupatikana. Ushukuru Mungu kwanza. Unatakiwa ushukuru Mungu kwanza. Alhamdulillah, Mwenyezi Mungu nakushukuru. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu ni mjinga kukupa wewe mtoto. Mwenyezi Mungu ni mpumbavu, hajui unavyoishi. Maisha yako wewe unayajua, wewe na mumeo na mimi mamako. Mungu hajui. Mwanangu, nyumba ni msingi. Na usifikiri nyumba ikijengwa kwamba inainuka tu, inachipuka tu. Ndoa zina misukosuko.
ziko. Ndoa zina mitihani. Kama ingekuwa mitihani tu ya kwenye ndoa ikipatikana, basi watu wasingezaa, hata we pia usingezaliwa. Changamoto za ndoa ndo zasababisha kwamba usizae, utoe mimba, hata we usingekuwepo, na mwingine asingekuwepo, na mwingine asingekuwepo, watu wasingezaliwa. Mwanangu, ndoa ni sawasawa na msingi unavyojenga. Unamwaga kokoto, unamwaga michanga, unaleta simenti, mara simenti imeganda, wenda nunua nyingine. Umemwaga leo mchanga, leo mvua yanyesha, mchanga wote uenda na mafuriko ya maji. Ndio usijenge nyumba yako kwa sababu mchanga umeenda na maji. Usitafute mchanga mwingine ukajenga nyumba yako. Mtumwa. Bora umueleweshe mama, huenda akakuelewa. Kwa sababu wewe ndio ulomzaa, wewe ni mama yake, huenda akakuelewa, lakini mimi hajanielewa hata kidogo. Tangu tunapewa majibu pale, neno lake alolishika, naenda kuitoa hii, kanitafutie dawa nitoe. Dawa zauzo shilingi ngapi? Sijui, na ndani mmoja sijawahi na si ajui. Na sikushauri dada yangu utoe hiyo mimba. Huwezi jua mtoto atakuja kuwa nani baadaye. Hivi nilipigema mwanangu. Kustamili maovu na kupigwa makofi, au kupata jema na kilio? Lipi jema mwanangu? Jicho lako likikukosea litupe mbali na wewe, litupe mbali na wewe. Usilisogeze ukalitizama ili ukalionea huruma. Jicho limesha kukosea. Kukosea jicho ni kule kumwona mume na kumpenda. Litupe mbali kwanza, angalia mstari ulivyo, endelea na maisha. Utoe mimba, utoe kiumbe kwa sababu ya ndoa ina changamoto? Sio kweli. Siafiki, sikushauri, sitaki. Mtumwa mimi sitaminiki, siheshimiki. Mtumwa mimi moto, ni maisha yangu ni mikiki. Mtumwa